Habari yako mpenzi mtazamaji wa Mwananchi Digital. Jina langu ni Salome Gregory. Leo tuko Bagamoyo katika hifadhi ya msitu wa Kaole. Kama ilivyo kawaida, mwezi wa 3 ni mwezi maalum kwa ajili ya kusherehekea shughuli mbalimbali na mafanikio mbalimbali tunayoyafanya sisi wanawake. Na katika mfululizo huo, kwa upande wa project yetu pendwa ya The Citizen Rising Woman Initiative, msimu wa 6, leo tumekutana na mwanamama mahiri sana. Takutambulisha tu kwa jina moja la Dr. Zainabu Bungwa. Karibu Dr. Zainabu, habari yako? Nzuri sana, asante sana. Naitwa kamishna msaidizi wa uhifadhi Zainabu Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi wa rasilimali, nasimamia misitu na nyuki TFS Tanzania. Karibuni sana. Asante sana na hongera sana kwa miaka 20, si haba. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunatamani sana kujifunza kutoka kwako, angalau kwa kifupi tu, safari ya miaka 20 ikoje, imeanza vipi mpaka ikafika hapo ilipo? Lakini kwa hiyo miaka 20 ni vitu gani hasa ambavyo unajivunia wewe kama kiongozi mwanamke na ungependa kukumbukwa kwavyo? Asante sana ndugu Salome. Kama nilivyosema kwamba nimekuwa katika sekta hii kwa miaka 20, safari haikuwa rahisi. Lakini cha kwanza nachoweza kusema ni kwamba tumeumbwa tumwamini Mwenyezi Mungu na tumuombe Mwenyezi Mungu. Lakini cha pili ambacho naweza kusema ni kwamba nimekuwa ni mtumishi ambaye ninapenda kujifunza. Ninapenda kujifunza kwa wenzangu walioko chini, walioko juu. Kwa hiyo ni mtumishi ambaye kwa muda mrefu sasa mimi ninasimamia watumishi takriban 31 ambao tuko na sehemu 2 ya misitu ya nyuki, lakini tuna madawati ambayo yako takriban madawati 9. Kumbuka hapo tunasimamia misitu takriban 465 ambayo inasimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo nimekuwa ni kiongozi ambaye napenda kushirikisha cha kwanza. Kwa hiyo naamini kabisa katika swala zima la ushirikishwaji wa watumishi wenzangu, ushirikishwaji wa jamii inayozunguka hifadhi za misitu, ushirikishwaji wa wadau mbalimbali walioko ndani ya nchi, nje za nchi, kimataifa, tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo haikuwa safari rahisi sana, lakini ni kwa sababu mimi mwenyewe nilikubali kujifunza kwa wenzangu, lakini kushirikiana. Lakini cha tatu, nimekuwa ni mtu ambaye niko positive mind. Yani ni mtu ambaye najua kabisa kwamba tutafanikiwa. I'm thinking positive ahead. Kwa hiyo nafahamu kabisa swala hili la uhifadhi sio rahisi. Tunahitaji wadau mbalimbali. Misitu hii unayoiona ina huduma za kiikolojia ambazo zinategemewa na sekta zipatazo zaidi ya 5. Sekta ya maji wanategemea tuhifadhi tupate vyanzo vya maji. Sekta ya kilimo wanahitaji tupate maji kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini sekta ya nishati pia, unafahamu Tanzania sisi tunategemea nishati tokanao na maji kabisa. Kwa hiyo dhana ya ushirikishwaji imenibeba na najivunia. Lakini pia self awareness, self creativity na self innovation. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimekuwa nikiangalia ni kitu gani nijifunze kwa wenzangu waliofanikiwa. Najifunza, nafanya, lakini nashirikisha wenzangu. Sawa. Sasa umesema ushiriki wa sekta zingine 5 ikiwemo nishati, maji na zinginezo. Ndiyo. Katika kufanya kazi umesema mwenyewe si rahisi. Ndiyo. Ni vitu gani hasa, angalau kimoja au viwili, kwa hiyo miaka 20 kilikuwa ni kigumu sana, lakini ulifanikiwa vipi? Ninachoweza kusema kilikuwa kigumu sana, kwanza ya mimi kuwa mama. Kumbuka mimi ni mwanamke, nina watoto, nina mume. Kwa hiyo nahitaji pia kubalansi majukumu ya nyumbani kwangu, nahitaji kubalansi majukumu ya kazini, lakini pia nahitaji kuwasikiliza watumishi wenzangu ili tuweze kwenda katika chombo kimoja. Sisi TFS tuna usemi wetu unaosema TFS one team one dream. Lakini kama sekta ya maliasili tunaishi na dhana yetu inayosema tumerithishwa tuwarithishe. Kwa hiyo ili kufanikisha hizo adhma, mimi nilihitaji kubalansi muda wa familia yangu na kazini. Kwa hiyo muda mwingi sana wa kazini nimekuwa nikiutumia kwa kujifunza, kufanya, kushirikisha wenzangu, lakini pia na kuamini kwamba hiki kitu tutafanikiwa.
Sawa sawa. Positive mind. Yeah, positive mind. Lakini ambacho naweza nikasema najivunia mimi kama mwanamama ni kuwa na viongozi mahiri. Tunaye kamishna wa uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo. Sawa sawa. Ambaye kwa kweli naweza nikasema amekuwa ni kinara kuhakikisha wanawake wote tunasonga mbele. Mimi kama unavyoniona hapa ni kaimu mkurugenzi naisimamia misitu na nyuki. Sawa sawa. Maana kwamba nina madawati 9. Nina wataalamu wa operation kwa kutumia ndege nyuki. Nina wataalamu wa kufanya tathmini ya rasilimali za misitu. Nina wataalamu ambao kazi yao ni kutathmini huduma za kiikolojia zitokanazo na uhifadhi, kwa mfano masuala ya kaboni, masuala ya maji. Lakini pia nina wataalamu wa ugani na uenezi. Nina wataalamu ambao kazi yao ni kusimamia mashamba ya nyuki. Sawa sawa. Lakini nina wataalamu ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba tunatatua migogoro yoyote inayojitokeza baina ya wadau mbalimbali ambao wanahitaji hii huduma itokanao na uhifadhi wa misitu. Sawa sawa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni namna gani sasa ambapo mimi kama mama nahitaji kubalansi nyumbani, nahitaji kubalansi kazi. Lakini ambacho naweza kujivunia pia, unajua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mhifadhi namba 1. Sawa sawa. Na amekuwa ni kinara. Unafahamu siku ya mama tumepanda miti. Vizuri kabisa. Lakini unafahamu amekuwa akihimiza kuwa uhifadhi ndio kitu cha kwanza kwa Tanzania ambacho kinaweza kikatusaidia sekta zingine kukua. Kwa hiyo mimi kama mimi nilichukulia ile fursa nilionayo ofisini, kwa maana ya kuwa na wataalamu wa kila aina, lakini kuwa na kiongozi ambaye yeye anatamani kila mwanamke alipo aweze kukua. Kila mwanamke ambaye anaweza aweze kukua. Lakini nikatumia ile fursa ya kuwa na watumishi ambao wana kariba, wana professional mbalimbali. Lakini nikatumia fursa ile ya kusema kwamba uhifadhi huu ni kwa ajili ya wengine. Ya urithi, tumerithishwa tuwarithishe. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi nikaenda na hivyo, lakini msimamo wangu ni positive mind, self creativity, self motivation, lakini pia ni mtu ambaye napenda sana tufanikiwe na tutoke. Sasa katika nafasi yako ya uongozi, namna umeelezea kwamba wataalamu mbalimbali walio chini yako ilivyokuwa ngumu kuwaongoza, lakini pia kufanya majukumu yako kama mama na majukumu yako kama mke. Ni vitu gani hasa pengine vitatu ambavyo sasa ungependa kukumbukwa kwavyo kwa hiyo miaka 20, kwamba tukivitaja vitu vitatu hivi tunamuona Dr. Zainab? Cha kwanza kabisa nilichosema, ukiangalia sheria yetu na sera yetu ya misitu inahamasisha ushirikishwaji. Kwa hiyo namba 1 nimekuwa ni kinara wa kuhakikisha wadau wote wanashiriki kwenye uhifadhi. Na hilo swala nimelifanikisha kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na mashirikiano, fursa mbalimbali za miradi ya ndani ya nchi, ya nje ya nchi. Nimekuwa ni kinara ambao nilisimamia hata uanzishwaji wa uandikaji wa miradi ya mfuko wa mazingira wa dunia, wanasema Global Environmental Facilities. Sawa sawa. Na hivi ninavyoongea TFS tuna takriban bilioni 64 za miradi ambayo tunatekeleza. Sawa sawa. Kwa hiyo hilo nimeliongoza. Lakini ambacho pia wanaweza wakanikumbuka ni mtu ambaye nimekuwa nikihakikisha kwamba wanawake wanashiriki katika zile shughuli. Na bahati nzuri ambayo ninayo pia katika watumishi hao 31 ambao ni professionals, 40% ni wanawake. Sawa sawa. Na hao wanawake wote kama sio wote lakini walio wengi wana madawati ambayo wanasimamia. Sawa sawa. Kuna mwanadada ambaye anasimamia dawati la operation, la protection, lakini kuna mwanadada ambaye anasimamia misitu ya mikoko, lakini kuna mwanadada ambaye anasimamia mashamba ya miti. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nimetumia hiyo fursa ya ushirikishwaji, lakini pia ya kutumia zile fursa za wadau mbalimbali kuandika miradi. Sawa sawa. Lakini kuhakikisha sasa wanawake hasa jamii zinazozunguka hifadhi wanapata fursa. Sawa sawa. Tuna mradi ambao tumehakikisha kwamba wanawake wanaozunguka zile hifadhi wameshiriki kwenye zoezi zima la uhifadhi na ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo tuna mizinga ambayo tumetoa na tunaendelea kutoa, lakini pia tumehakikisha kwamba wanawake wanapata nishati safi. Sawa sawa. Kwa maana ya majiko haya ya kisasa, lakini tumehakikisha kwamba tunapotatua migogoro ya uhifadhi na tunashirikisha, kwa mfano tume ya ardhi, tumeweza kutoa hati za haki miliki za kimila. Na katika hizo hati
tayari kuna wanawake ambao sasa hivi wana hati za haki miliki za kimila kwa maeneo yale ambayo yanapakana na hifadhi. Kwa hiyo hivyo vitu naweza nikakumbukwa navyo ambavyo nimeweza kuvifanya mimi kama mimi na ni mtu ambaye kwa kweli naweza nikajivunia na namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa, napenda nikurudishe kidogo uliposema ushirikishwaji wa wanawake na ulitaja sera ambayo ni rafiki kabisa ya kuweza kusaidia wanawake kuwa sehemu ya ecosystem ya misitu. Natamani sana kusikia kuhusiana na urinaji wa asali na namna sera hiyo mnayo champion au maandiko mnayoyafanya imerahisisha kwa kiasi gani kutengeneza pengine mizinga ambayo itakuwa ni rafiki, kwa sababu kwa mazingira jinsi yalivyo, wanawake kupanda kwenda kulina asali kumekuwa pengine kuna changamoto. Ni maboresho gani ambayo mmeyafanya kwenye ushirikishwaji hasa, na tunasema sasa wanawake wamerahisishiwa? Naam. Kwanza sisi TFS tuna mpango mkakati wa usimamizi wa rasilimali za misitu ambao tuna lengo ambalo linahakikisha wanawake wanashiriki katika uhifadhi. Lakini pia hata ukiangalia sehemu kubwa sana ya uhifadhi, huwezi kumkuta mwanamke kwenye uharibifu wa misitu. Kwa hiyo hata operation tunazozifanya utakuta ni wanaume, mwanamke huwezi kumkuta. Sasa tukija kwenye upande wa misitu wa nyuki, tumeweza kuhakikisha kwamba maeneo mengi tunahamasisha nyumba za nyuki, tunaita bee cages au bee houses. Na yale maeneo ni maeneo ambayo mwanamke anaweza katundika mizinga. Kwa mfano tuna takribani kila hifadhi tulizonazo tuna hizo nyumba za nyuki, bee cages au bee houses, ambazo inaweza ikapokea hata mizinga zaidi ya 200. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mwanamke alipo anaweza kufanya majukumu yake ya nyumbani, lakini pia akaja akatundika mizinga akavuna. Kwa hiyo tunawezesha vifaa vya urinaji wa asali, tunawezesha utaalamu, lakini pia tumekuwa tukihakikisha kwamba wanawake hao wanashiriki kwenye Sabasaba na maadhimisho mbalimbali ambayo yanafanyika ndani ya nchi, na wakati mwingine hata nje za nchi tumeweza kuwezesha baadhi ya vikundi kushiriki. Hongera kwa TFS kwa jitihada mnazoendelea kuzifanya. Asante sana. Na pamoja na pongezi hizo, ni tamani sana kusikia kwa nini sasa ni muhimu tuwe na wanawake viongozi kwenye sekta hii ya misitu na uhifadhi. Umuhimu ni upi hasa kuwa na mwanamke kama wewe pengine na wengine? Sawa, mimi nachoweza kusema cha kwanza, unajua mwanamke toka kuumbwa kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa, mwanamke amekuwa na ushawishi. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba mwanamke anaweza akashawishi jamii yote, tukajikita kwenye uhifadhi na tukaweza kunusuru nchi yetu kwenye jangwa na ukame, lakini tukaweza kunusuru nchi yetu kwenye masuala ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na ni kwa sababu tu mwanamke, mazingira yanapoharibika, mwanamke ndiye anayeathirika. Misitu yetu hii tusipoitunza, tuna uhakika vyanzo vya maji vitapotea. Lakini mwanamke ndiye atakayepata tabu ya kwanza kutembea na ndoo. Lakini mwanamke huyo ndiye anayepata tabu swala la nishati. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni muhimu sana mwanamke kuwa kwenye sekta hii ya uhifadhi, kwa sababu cha kwanza ushawishi. Ni mtu anaweza kushawishi, lakini mwanamke kukija kwenye swala la uwajibikaji, mwanamke atajitahidi afanye, na unafahamu kabisa mwanamke anatakiwa afanye, nafikiri ni zaidi hata ya mara 3 kwa mwanaume. Kama sio mara 2, mara 2, mara 3 ya mwanaume. Kwa hiyo panapokuwa na mwanamke, uwajibikaji ni mkubwa. Atahitaji afanye ili na wengine waige. Lakini cha 3, uwazi. Wanawake wengi tunapenda transparency. Tunapenda transparency, lakini sometimes we are very creative, nafikiri kulingana na maumbile yetu. Kwa hiyo naweza nikasema mwanamke ni muhimu sana katika sekta hii, na kama nilivyosema kwamba hata katika masuala mazima ya uharibifu wa misitu huwezi kumkuta mwanamke. Mara nyingi sana utakuta wanaume. Kwa hiyo mwanamke utamkuta kwenye juhudi za upandaji miti, ufugaji wa nyuki, utamkuta kwenye kuoteshaji miche, utamkuta kwenye shughuli zote za greening environment. Huwezi kumkuta kwenye masuala mazima ya uharibifu. Lakini pia sera, kama nilivyosema, sheria yetu ya misitu inasisitiza sana ushirikishwaji wa kina mama. Lakini pia namba 1, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatuonyeshea yeye ni mwanamke. Na kama ni mwanamke na ni mhifadhi namba 1. Kwa hiyo sisi akina mama ni kufanya na kuona kwamba our president is our role model. Why not us? Kwa nini tubaki nyuma? Kwa nini tubaki nyuma? Kwa hiyo ile haki, usawa na uwajibikaji, nafikiri mwanamke anakaribishwa sana kwenye sekta hii ya uhifadhi. Na ni sekta ambayo kimsingi kama nilivyosema, ukiathiri umemwathiri mwanamke,
Sawa sawa. Kwenye maji umemwathiri mwanamke kwenye huduma za kiikolojia. Kwa mfano, kuna miti dawa, kuna matunda. Wewe mwenyewe umeona wakati tunatembea humo ndani, tumeona matunda, lakini pia kuna miti dawa humo ndani, na sekta nyingi sana upande wa afya wanatumia mizizi, wanatumia mimea mbalimbali kutengeneza dawa. Sasa ukiathiri hicho, unamwathiri mwanamke kwa njia moja au nyingine. Sawa sawa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tunawakaribisha sana na sekta yetu hii, kama mnavyoniona mimi, na sio mimi tu. Nafikiri jana ulikuwa unahojiana na mwanamama wa South Hill Plantation, shamba kubwa sana ambalo ni misitu yetu tunaisimamia. Kati ya mashamba 26, South Hill Plantation ni shamba moja kubwa, lakini linaongozwa na mwanamama. Mimi hapa ni mwanamama, lakini tuna manager wa public relation ni mwanamama, tuna manager wa mipango ni mwanamama, kama unavyoniona. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba karibuni sana. Lakini miaka ya nyuma sekta hii ilikuwa ni wanasema masculine, ilikuwa na wanaume, lakini kuanzia miaka ya 90 kuja miaka 2000 mpaka sasa mambo yanaanza kubadilika sasa. Sawa Dr. Zainabu, tunashukuru sana kwa muda wako, lakini naomba nitakurudia. Mpenzi mtazamaji, umeweza kusikia tuliojifunza kwa safari ya miaka 20 ya Dr. Zainabu, lakini tumesisitizwa kuhusiana na uwajibikaji na umuhimu wa kuwa na wanawake kwenye sekta ya uhifadhi na misitu. Wanawake ni tuseme wanaweza tunasema ni wahanga wa kwanza kabisa wanaoweza kuathiriwa na tusipotunza misitu na mazingira yetu. Kwa hiyo amesisitiza kuhusu washirikisha wanawake, lakini haki, usawa na uwajibikaji. Pengine sasa Dr. Zainab, kabla hatujaondoka, ningependa kukupa tu nafasi moja ya kusema labda neno moja kwa msichana anayekutazama, anayetamani kuingia kwenye sekta sasa ya misitu. Neno moja tu kabla hatujafunga, ili tuweze kuendelea na ratiba zetu zingine. Wamama wenzangu, wadada, mabinti, nawakaribisha sana sekta hii ya uhifadhi. Ni sekta ambayo inajali mwanamke, lakini ni sekta ambayo mwanamke akisimama ana ushawishi wa hali ya juu, kwa sababu ndio atakayekuwa wa kwanza kuathirika endapo mazingira yataathirika au endapo uhifadhi utaathirika. Karibuni sana, nawakaribisha sana. Asante sana Dr. Zainab. Asante sana. Tunakushukuru na tunakutakia majukumu mema. Asante sana na karibisha sana TFS, karibu sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Mwananchi Digital, mpaka hapa tumefika mwisho wa mahojiano yangu mimi Salome Gregory na Dr. Zainab Bungwa. Endelea kusoma gazeti la The Citizen ambalo tunachapisha mfululizo wa simulizi mbalimbali za wanawake viongozi ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikiwa kufikia ngazi za juu za uongozi na wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook. Lakini pia kesho tarehe 6 tuna eventi kubwa sana itakayofanyika Masaki Superdome. Tunawakaribisha, tutarusha mubashara, lakini pia tutakuwa na event ya asubuhi ya CRDB breakfast talk. Tafadhali usikose, endelea kuwa pamoja na sisi. Kwa heri.